Bukavu bakanikamata mwawale batu be mwawale bashene walikamata kati mwele Bukavu bakatubeba chanzo bakatufanyisha formation ya miezi 5. Amjambo na karibu tena wapendwa wasikilizaji na watazamaji kwenye awamu hii ya pili ya matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 3 za mwezi wa pili mwaka 2026 na Kivu News Info. Tunaendelea kukuunganisha moja kwa moja na habari za ukweli, uchambuzi makini na sauti halisi za wananchi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi usiondoke kwenye maafa, tuendelea kuungana na Kivu News Info, chanzo chako cha kuaminika kwa taarifa zilizo sahihi na kwa wakati. Na nikujuze tu kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unaungana nasi, unakutana na channel yetu kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chochote tunakusihi kufanya kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teroje Longa, basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya awamu ya pili ya asubuhi ya leo tarehe 3 za mwezi wa pili mwaka 2026. Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Wanajeshi wawili walikuwa upande wa AFC M23 walikamatwa katika eneo la Runingu na baadaye kufikishwa mjini Uvira wakiwa chini ya ulinzi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa maelezo yao, vijana hao wamesema walikamatwa kwa nguvu na AFC M23 katika mji wa Bukavu na Goma kisha kulazimishwa kujiunga na makundi yao ya waasi bila ridhaa yao. Wameeleza kuwa tangu walipoingizwa kwenye uasi walipatia mateso makubwa ikiwemo vipigo, njaa na kulazimishwa kushiriki mapigano dhidi ya jeshi la serikali. Kutokana na hali ngumu, waliamua kutafuta njia ya kutoroka na hatimaye kujisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ili kuokoa maisha yao. Mbele ya vyombo vya usalama, wanajeshi hao wametoa siri nyingi kuhusu mwenendo wa waasi hao M23, mbinu wanazotumia vitani pamoja na mapigano yao na mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Kivu. Taarifa hizo zinatajwa kuwa muhimu katika kusaidia operesheni za jeshi la taifa dhidi ya makundi hayo ya waasi. Vilevile wamewasihi vijana wengine waliopo ndani ya kundi la M23 kuchukua uamuzi kama wao na kujisalimisha badala ya kuendelea kutumika katika vita vinavyoua raia wasio na hatia. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC nalo limehakikisha kwamba yeyote atakayejitoa kwa hiari atapokelewa na kulindwa kwa mujibu wa sheria. Tukio hilo linatajwa kuwa pigo jipya kwa makundi ya waasi wa M23 wakati operesheni za kijeshi zinaendelea katika maeneo mashariki mwa nchi. Mengi zaidi kuhusu shuhuda wa wanajeshi hao wawili na siri walizozifichua ni katika video hii. Amos Ndabateze. Ndio, ulikuja kufanya nini huko? Mimi nilikuwa jiripoti. Ulikuja jiripoti? Ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa jeshi la M23. Ulikuwa unatumikia M23? Kutoka M23 kutoka Bukavu mpaka huko? Ndio. Ulikuwa ni sehemu gani? Chini ya Murenge. Chini ya Murenge. Chini ya Murenge. Ilikuwa namna gani mpaka mfike hapo? Tuliona kutumika na wale watusi haiko mzuri, tunaua wenzetu na wanatuua. Ndio tukisema ngwa tuende tujiunge na wenzetu. Mko mnapokea? Hakuna. Kupokea ni chakula tu na fimbo, njo mshahara. Kwa hiyo sasa mmeshikia kulima gani? Huko mbele. Mbele wapi? Nani chini ya nani? Ya Murenge. Imekuwa namna gani kutoka Goma kujikuta mpaka katika mlima wa Uvira? Bali tukamatia Goma. Ikakuaje kutoka Goma mkajikuta Uvira? Bali tulitoka Goma na tunatoka kwa masomo bakitupeleka Bukavu. Kisha Bukavu tunatoka na tuleta Kaziba. Kaziba ndio anatupandisha mavile vilima. Hatakuwa tunaenda wapi, kumbe tunaenda kupigana na nini na wenzetu. Hapa Uvira mmeishi maisha gani? Hatukupita mu Uvira, Abanyarwanda ndio walipita humu. Sisi tukipita mu vilima yulu bakongomani. Sasa kwenye shamba la mapambano mnaishi namna gani? Mkongomani akiwa na pesa mnaishi namna gani? Tunaishi mbaya. Mkongomani akikuwa na pesa wanakunyang'anya, ukikuwa na telefoni wanakunyang'anya. Basi unapenda utoroke bjo kuna ongea na makwenu. Basi ndio tunaishi mbaya. Wawili. Mnaacha wengine wako wapi? Iko kule yule mpori. Ngambo gani? Ni wengi? Ni wengi. Ujambo ndugu? Chini ya Mulenge ndio wenzetu wale waki. Ungejitambulisha kwanza ili watazamaji wapate kujua wewe ni nani?
Jina langu mimi naitwa Chubaka Zialirwa, mimi natokea Bukavu. Mzaliwa wa Bukavu sehemu gani? Bolo de kwa Kagarabi. Imekuwa namna gani mpaka ukajikuta katika kundi la waasi wa M23? Mie niliendaka Bukavu juu shie tulikuwa tushatoka Bukavu, mie na wazazi yangu tulikuwa tushakuwa Fizi. Sasa kule Fizi mzazi wangu akaniambia huku Bukavu njoo utenda soma mekaniki. Sasa mekaniki kule Bukavu nilikuwa nikingana nafanya ese ya mekaniki. Sasa kuko wakati moja ile wakati nani inaingia sasa Bukavu M23. Mko wapi sasa? Sasa iliingia Bukavu bakanikamata. Mwawale bachene walikamata tu mwele Bukavu, wakatubeba chanzo. Wakatufanyisha formation ya miezi 5. Kutoka apres miezi 5 wakatuleta mpaka huku hivi kukilima ya huku Kaziba. Kutuleta kilima ya Kaziba njoo kamata wanatuleta kushuka Kaziba, tukashukia Kawizi tena. Kufika Kawizi tena wakatupandisha tena kilima, wakatubeba mpaka hapa mbele Makobola. Fika Makobola tukujua kama ni kupigana, njoo tuko naenda pigana juu walituambia balisha baamua na wanaenda changio. Lakini sasa njoo vile wakasema turudie nyuma. Juu tulikuwa tuko naenda Makobola, tuko nawaza gisi tunaweza pata gisi ya kutoroka. Lakini kule kote tukupata mwaeju, walikuwa wanatuchunga sana. Na ukienda pembeni wanakupiga fimbo na nasema unataka toroka. Pale sasa tulirudia nyuma, bakatufikisha hapa mbele ya nani? Hapa mbele ya Sange, bakatuambia bakatudeployer mu milima. Kudeployer mu milima pale tukafanya kwanza masiku pale. Sasa tulifanya masiku njoo mimi na mwenzetu njoo tulikuwa tukingali tunapanga tu gisi tutaweza toroka. Neno lako kwa wakongomani ambao bado wanatumika na adui, unawaambia nini ili nao wapate njia ya kutoka kwa adui? Ndio nao wajisikie mzuri na mimi na yeye biko na waza gisi ya kutoroka. Umepokelewa namna gani kwa wazalendo na jeshi la taifa? Ndio wazalendo walinipokea mzuri na wakanifikisha mpaka hapa na niko bien. Na hawakunifanya kitu, hawakunigusa, bali nipokea sasa tu ndugu yao tu. Tunakushukuru kwa muda wako. Chifu wa kijiji cha Mwaba wa groupement ya Kabunabo katika sheferia Plaine de la Ruzizi ametoa malalamiko mazito akiwasilisha sauti ya wakazi wa eneo lake kuhusu vitendo vya wizi, manyanyaso na ukandamizaji vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kiongozi wa kimila amesema hali ya usalama imezidi kuwa mbaya, si kwa sababu ya makundi ya uasi pekee, bali pia kutokana na mienendo ya askari wachache wanapaswa kulinda raia, lakini badala yake wamegeuka kuwa chanzo cha mateso. Kwa mujibu wa chifu huyo wa Mwaba, wananchi wengi wameporwa mali zao zikiwemo mifugo, mazao mashambani na fedha, huku wengine wakipigwa na kutishwa watakapojaribu kudai haki zao. Ameeleza kuwa matukio hayo yanatokea mara kwa mara kwenye vijiji vya Kabunabo na vitongoji jirani, jambo linalosababisha hofu kubwa na kukosa imani kati ya jeshi na raia. Kiongozi huyo ameomba serikali pamoja na uongozi wa kijeshi kuchukua hatua zidi kali ya askari wanaohusika ili kurejesha nidhamu ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulinda heshima ya jeshi la taifa. Pia amesisitiza umuhimu wa kuanzishwa utaratibu wa kupokea malalamiko ya wananchi na kufuatilia kwa uwazi. Wakazi wa Plaine de la Ruzizi wanasema wanahitaji ulinzi wa ukweli utakaowawezesha kuendelea na shughuli zao za kilimo na biashara kwa amani. Wanatoa wito kwa mamlaka za juu kufika eneo hilo kusikiliza kilio chao na kuhakikisha kuwa sheria inachukuliwa mkondo wake bila upendeleo. Kwa maelezo zaidi, msikilize chifu huyo akieleza kwa kina mateso wanaopitia wananchi wake. Anayeongea hapa ni chef de village Mwaba. Mwaba ni katika groupement ya Kabunambo, chef Plaine de la Ruzizi. Tunakuja na malalamiko za insecurite, hususani malalamiko zetu tunazipeleka kwa wakuu viongozi wetu, chef de groupement, kwa l'administrateur du territoire na viongozi ambao wanaoongoza jeshi letu la taifa. Mwaba, Ruzia, Bwasa tunaingiliwa na tatizo la wizi na wanaotusumbua ni jeshi letu la taifa.
na wanaotusumbua ni jeshi. Leo ni lendi le 2 février 2026 mumasaa za saa 7 jeshi linatoka Kiliba Kabulimbo FRDC na kukuya kupiga watu ambiskade ku secteur 5 yani ku 5 kumupaka ya Sheferi Plaine de la Ruzizi na site ya Kiliba Kagando kwenye balitoka na kwenye balikia tega watu mpori a moins 5 km kwenye balitoka kumungine na kwenye yani kumtumba kumara pale kumtumba kukamtoni kwenye banaita kuruningu fasi mwa kuko kamuti ya mkuyu muti ya mkuyu iko pale njo kwenye balikia fichama banaiba watu bananyanganya watu pesa, watu wa kutoka Runingu, wa kutoka Mwaba Ruzia iza Ndunda, wa kutoka Mwaba wa kupanda Kiliba baliibiwa makuta. Mungu alisaidia, habari ilikuja haraka, vijana wazalendo wakafuatilia na waliwabana, na hao wasoda waliwadepose kwa viongozi wao kwa nivo ya Kiliba. Sasa hiyo ni hali ambayo watu hawataweza kuishi ndani, kusema basoda wenye wako sanse kutulindia usalama waanze toka kwa mapozisio zao kwa nivo ya Kiliba, bashuke ku 5 km bakipiga miskade waanze iba watu benye bako banajisumbukia na hali ya nchi. Si dimanche basoda ya Runingu vile banatoka kugudro banashuka chini ya kanisa ya Witiem Sepake Runingu, yani kuraye nabo banakia piga miskade pale, bananyanganya watu kutoka kusoko, bananyanganya watu wenye walikuwa wanaenda kusoko, tujuru basoda ya taifa FRDC. Alo ba dimanche habakubaniwa, lakini ba leo lendi banabaniwa na balisha bapeleka kunivo ya Kiliba kwenye balitoka na kwenye balikuya kupiga ambiskade. Vraiment ni kushangaa. Sasa hatujui tutaponea wapi, hatujui sisi raia tutapumulia wapi, hatujui sisi raia tufanye nini. Mtu mwenye ko sanse kukulinda kisha tena aje kukusumbua. Donc ile watu wenye tunaishi kuplene tunaona kama kuishi tunakuwa mtatizo, kwa sababu chumvi, kila kitu chochote, ikiwa magonjwa, ikiwa kuuza kinini, niseme dawa, ikiwa kuuza kitu chochote, wachunga ngombe wenye kukuya kutizama ngombe zao, ni njia yenye napita watu wengi sana. Sasa hizo njia zinaanza fungwa na watu wenye kutungoja ili kinyanganywe kali kenye tutaweza tuko nako, kama uko nabeba mgonjwa, wala uko naenda angalia mgonjwa kwa hospitali, wala uko naenda uza dawa, wala uko naenda emea, ama uko naenda mwafere yoyote ile ya maisha, unyanganyiwe na basoda ya taifa. Wakati unakutana soda unasema keno ninapona, unamjogelea, unajua keno ni soda wa taifa, huyu FARDC. Sasa unamjogeleana na kunyang'anya vyote venye uko navyo. Ndio maana tunalomba kwa viongozi watusaidie hii hali ikomee hapa, sino vraiment manake tutakuwa sasa tunasumbuliwa zaidi kuliko na hali zenye tunaendelea kuishi. Asante. Alikuwa chef de village hapa. Zaidi ya watu 100, wengi wao wakiwa vijana wa kiume na wa kike kutoka Sheferia Bwito katika wilaya Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini wanaripotiwa kupotea tangu siku ya Jumamosi tarehe 31 Januari. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na baraza la vijana wa eneo hilo, raia walikamatwa na kisha kupelekwa kusikojulikana baada ya operesheni ya kuzingira mji wa Bambo iliyofanywa na waasi wa M23. Inaelezwa kuwa wakazi wa vijiji vya Bambo na Bugina walikusanywa kwa nguvu katika eneo la Rompwe ya Bambo Centrale ambako walifanyiwa uchunguzi na kuchujwa kulingana na tuhuma za madai ya kuwa wanahusiana na makundi ya wazalendo na FDLR. Baraza la vijana linasema zoezi hilo lilifanyika kwa vitisho na ukatili, huku familia nyingi zikishuhudia ndugu zao wakichukuliwa bila maelezo yoyote. Mwanaharakati na notable wa eneo hilo Isake Kibira, ambaye kwa sasa yuko nje ya Bambo, amethibitisha tukio hilo na kutaka watu wote waliokamatwa wachiwe mara moja bila masharti. Isake Kibira, ambaye pia ni mwakilishi msaidizi wa gavana katika eneo la Bambo, amesema kuwa waasi walitumia baadhi
baadhi ya watu wanaodaiwa kuwa FDLR na wazalendo kuwatambua wakazi, wakisema huyu anashirikiana na wazalendo, huyu anafanya kazi na FDLR. Baada ya mchakato waliteuliwa wakiingizwa kwenye magari na kuondolewa kuelekea kusikojulikana. Ameongeza kuwa hali hiyo imezua hofu miongoni mwa watetezi wa haki za binadamu na tayari imeanzisha kusababisha wimbi jipya la wakimbizi wa ndani la eneo hilo. Tukio la kusikitisha pia limeripotiwa ambapo mama mmoja mzee aliyekuwa amelazwa hospitalini baada ya kupata mshtuko aliposikia mwanaye ametekwa alifariki dunia Jumapili tarehe 1 Februari katika hospitali kuu ya Bambo. Baraza la vijana la Ruchuru pamoja na mamlaka za mitaa wametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika kikanda na ujumbe wa MONUSCO kufuatilia kwa karibu hali hii na kushinikiza waasi wa M23 kuachia bila masharti watu wote waliokamatwa. Wanaelezwa kuwa raia wasio na hatia na wasiokuwa na uhusiano wote na mapigano yanayoendelea. Eneo la Bambo na groupement jirani ziko katikati ya ukanda unaokumbwa mara kwa mara na mapigano kati ya waasi wa M23 na makundi ya wenyeji, hasa muungano wa CMC. Nyaruto unaendelea kuwa nguvu katika sekta hiyo. Wananchi wanasema matukio haya ya utekaji na uchochezi wa kikabila yanazidisha majeraha ya vita na kuvuruga kabisa maisha ya kijamii na kiuchumi. Wito umetolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za dharura ili kuzuia ukiukwaji zaidi wa haki za binadamu na kuhakikisha uchunguzi huru unafanyika kubaini waliopo watu au zaidi ya 100. Familia nyingi zinaendelea kusubiri kwa hofu kubwa bila kujua hatma ya wapendwa wao, huku matumaini yake kibaki kuwa shinikizo la kimataifa linaweza kuwaleta salama nyumbani. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa waasi wa Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars FC23 zimetia saini siku ya Jumatatu mjini Doha nchini Qatar hati ya mamlaka iliyokutana na mkutano wa kimataifa wa ukanda wa maziwa makuu. Taarifa hiyo imetolewa na upatanishi wa Qatar na kuthibitishwa na vyanzo vya kidiplomasia vinavyoshiriki mazungumzo hayo. Utiaji saini hiyo umefanyika baada ya kikao cha pamoja cha kamati ya ufuatiliaji na uhakiki wa ushitaji mapigano kati ya pande mbili. Kikao hicho kiliandaliwa na Qatar kikiwa sehemu ya juhudi zake za kusaka suluhu ya kudumu kwa mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Wajumbe wanasema hatua hii inaonekana kama alama muhimu katika kurejesha mazungumzo ya amani yaliyokwama kwa miezi kadhaa. Kwa mujibu wa washiriki, serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 zimethibitisha tena kujitolea kwao kuheshimu ushitaji mapigano pamoja na makubaliano mfumo wa Doha ya amani yaliyosainiwa tarehe 15 Novemba mwaka 2025. Pande hizo mbili zimeahidi kutekeleza kwa nia njema vipengele vyote vya makubaliano hayo ili kuunga mkono mchakato wa kurejesha utulivu na ujenzi wa amani kati yao. Mkutano huo umewakutanisha wajumbe wa kamati ya ufuatiliaji ukiwa na Marekani na Umoja wa Afrika kama waangalizi, Jamhuri ya Togo kama mpatanishi aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika, pamoja na MONUSCO na Jumuiya ya Kimataifa ya ukanda wa maziwa makuu. Majadiliano yalijikita katika tathmini ya hali ya usalama ilivyo sasa na changamoto zinazoweza kukwamisha utekelezaji wa makubaliano. Wajumbe wamesitiza ulazima wa kuchukuliwa hatua madhubuti za kuimarisha ufuatiliaji wa hakiki na uandilishaji wa taarifa ili kusaidia mchakato wa amani sivurugike tena. Pia wamechambua mipango ya MONUSCO na CIRGL kuhusu namna ya kuendesha vitendo, utaratibu na usimamizi wa makubaliano hayo na kuahidi kutoa ushirikiano kamili ili kazi yao ifanikiwe. Katika maamuzi yaliyofikiwa, MONUSCO imepewa jukumu la kupeleka ndani ya siku chache zijazo ujumbe wa kwanza katika mji wa Uvira kwa ajili ya kusimamia ushitaji mapigano na kufuatilia malalamiko yanayoweza kujitokeza. Vile njia rasmi ya mawasiliano kati ya pande husika zimeanzishwa ili kurahisisha kazi ya ujumbe huo na kuepuka migogoro mipya. Mwisho wa kikao, wanachama wamekubaliana juu ya hatua zinazofuata za kuimarisha ufanisi wa kamati hii, ikiwemo kuandaa mikutano mara kwa mara, kutathmini endelevu ya hali ya usalama na kuhusisha zaidi jamii zinazoathirika na vita. Hatua hii inatarajiwa kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo na kutoa matumaini ya kurejea kwa amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wetu. Hapo ndipo tunafikia tamati ya awamu ya pili ya matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 3 za mwezi wa pili mwaka 2026 kutoka Kivu News Info. Tunawashukuru kwa kuendelea kuwa nasi na kutuamini kama chanzo chenu cha habari za ukweli na uhakika. Basi endeleeni kutufuatilia katika vipindi vyetu vijavyo kwa taarifa zaidi za kitaifa na kimataifa, vile na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Telo Longa na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info tunawatakia siku njema na yenye baraka.